kuona mambo kama hiyo. Clement Masombo, KTN. Makiwa kwa familia hiyo kwa kumpoteza mpendwa wao kwa njia hiyo ya kinyama. Tuangazie masuala ya elimu. Mfumo wa elimu nchini unaendelea kushuhudia mageuzi makubwa ya kihistoria, huku mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE ukitarajiwa kubadilishwa na mtihani wa cheti cha elimu ya msingi KCBE chini ya mtaala wa umilisi CBE. Mtihani wa kwanza wa KCBE utafanywa mwaka wa 2028 na utafanywa na watahiniwa ambao wanafanya tathmini ya gredi ya 9 mwaka huu. Ann Musungu na kina cha taarifa hiyo. Huku darasa la kwanza la mtaala wa CBE likitarajiwa kujiunga na shule za sekondari mwaka ujao, imebainika kwamba wanafunzi hawa watafanya tathmini ya kitaifa ya KCBE watakapofika gredi ya 12 na kuashiria mwisho wa mitihani ya kitaifa wa KCSE ulioanzishwa mwaka wa 1989 chini ya mtaala wa 844. Kinyume na mfumo wa 844 ambapo wanafunzi walikuwa wanapata cheti cha darasa la 8 na kidato cha 4, wanafunzi chini ya CBC watapewa cheti kimoja tu baada ya kumaliza gredi ya 12, ishara ya kukamilisha elimu ya msingi. Mtihani wa KCBE pia utapima uwezo wa wanafunzi katika umahiri, ujuzi wa maisha na maadili badala ya kuzingatia masomo ya kitaaluma pekee. Pia utazingatia mbinu maalum za masomo ambapo wanafunzi wa shule za sekondari watatakiwa kuchagua kati ya mkondo wa elimu wa STEM, sayansi ya jamii au sanaa na michezo. Wanafunzi watakaosomea masomo ya ufundi watapokea vyeti viwili, kimoja cha KCBE na kingine cha kudhibiti umahiri wao wa vitendo. Wizara inabainisha kuwa mageuzi haya yananuia kupunguza viwango vya juu vya wanafunzi wanaositisha masomo yao, ambapo maelfu wanashindwa kuendelea kutoka shule ya msingi hadi ya sekondari. Takwimu za NEC zinaonyesha wastani wa kiwango cha uhamisho wa 82% kati ya mwaka 2017 na 2024. Kwa mfano, mwaka 2017 wanafunzi 993,718 walifanya KCPE, lakini ni 826,807 pekee waliomaliza shule za sekondari na kufanya KCSE mwaka 2021. Kwa kundi la mwaka 2020, wanafunzi 1,179,192 walifanya KCPE, lakini 962,512 pekee walitimiza KCSE mwaka 2024, upungufu wa zaidi wa wanafunzi 216. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Tuzamia siasa. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i